Wananchi wa Mwembe Tanga mkoa wa Mjini Magharibi Unguja wameiomba serikali kuhakikisha inalinda na kuyatunza maeneo ya kihistoria kwa lengo la kuhifadhi urithi wa Zanzibar na kuimarisha sekta ya utalii. Ombi hilo limetolewa na mkazi wa eneo hilo Saidi Abdallah Mbaru baada ya ziara ya mkuu wa wilaya ya Mjini Dr. Saidi Haji Mrisho katika jengo la kihistoria la Mwembe Tanga ambalo aliwahi kufikia mpelelezi wa mishonari maarufu David Livingstone. Saidi amesema kuna umuhimu mkubwa kwa serikali kulihifadhi na kulifanyia ukarabati jengo hilo, kwa kieleza kuwa kwa sasa lipo katika hatari ya kuporomoka, jambo ambalo linaweza kusababisha kupotea kwa sehemu muhimu ya kihistoria ya Zanzibar. Ufahamu wangu juu hili jumba kwanza ni jumba la kihistoria kwa sababu lina kumbukumbu ya zamani sana. Jumba hili kwa kumbukumbu tu haraka ninachokijua mimi baada ya kuzungumza na wazee tofauti, jumba hili limejengwa toka enzi za mfalme, na huyu Livingstone ambaye aliwahi kukaa katika jumba hili baada ya kupoa na mfalme, wakati huo akikaa hapa na kufanya shughuli zake katika kanisa la Mkunazini, na jumba hili liko chini ya timu ya Vikokotoni na wenyewe ndio wahusika zaidi wa hili jumba. Kwa sasa ni jumba la kihistoria, lakini kweli linahitaji matengenezo kutokana na hali ya kuchoka au ya uchofu. Si rahisi kwa jumba hili kama kutengenezwa na mtu mmoja au kirahisi bila kupatikana ufadhili wa kuweza kulitengeneza, kwa sababu hata ukiliangalia lina uchakavu hali ya juu na kuna vitu vingi ndani ambavyo vinahitajika kutengenezwa, kinyume cha hivyo litaporomoka. Na likiangaliwa kwa historia yake ni jumba ni muda mrefu sana, toka enzi hizo za Livingstone, kabla hajakaa Kinazini. Hapa ndipo halafu alipofikia, na hizo ngazi mnazoziona ndizo alizokuwa akishuka hapo, akipanda mashua kuelekea kwenye kanisa, akirudi anapanda, wakati huo pana bahari. Kwa hivyo ukisema hivyo tu tayari panamaanisha ni urefu au ni ukubwa hili jumba kwa miaka mingapi. Ni jumba la kweli la zamani na linahitaji kutunzwa. Kwa hiyo katika kutunzwa panahitajika kufanywa marekebisho makubwa ili likae katika hadhi yake na ile uzee wake au historia yake. Sawa, ni mkazi pia. Je, kuacha jengo hili pasi na kuwa na usimamizi, unadhani kuna athari yote inaweza kutokea? Mfano kama hapa naona pia kuna taka, lakini hili ni jumba la historia, lina hadhi. Kama litaachwa kama hivi ukiachilia hivi taka, kwa sababu hizo wakati mara nyingi huwa zinalimwa, ingawa mara hii tu zimekawia, lakini huwa panakuwa safi hapa, pote linazunguka kote kunakuwa kwa safi. Mara hii tu kidogo kumekawia, lakini muhimu hili jumba huko ndani, je, katika uchakavu wake na hali ya kuendelea kuko kuzima, hapo ndo penye swala. Kwa hiyo hata katika matengenezo, hata kama kuna matengenezo madogo ambayo yanatengenezwa au tunalotengeneza, lakini bado kunahitajika matengenezo makubwa au nguvu kubwa katika kulitengeneza hili jumba. Kwa hiyo panahitajika wahusika au watu ambao wana uwezo wa ufadhili kama watu Mji Mkongwe kulitengeneza jumba hili kwa hatua, kwa nguvu zote, ili libaki historia. Kwa upande wake, Sheikh wa Shehia Mwembe Tanga Ramadhan Omar ameelezea historia fupi ya jengo hilo na kuomba mamlaka husika kulifanyia matengenezo ili liendelee kuwa na kivutio cha historia kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Wangu hili jengo lina historia gani? Lakini wazee wananielezea kweli jengo lilikuwa kanisa zamani. Tulipokwenda chini zaidi kuulizia kweli jengo kweli lilikuwa kanisa, watu walikuwa kisali hapa, wakasema hapana, hili alikuwa wakikaa wale watu kutoka kanisani watu. Sasa kwa mujibu wa historia wanavyoeleza, kwa hata David Livingstone alikuja akafikia kwenye jengo hili kwanza alipokuja hapa nchini, halafu ndo akaondoka. Na hapo chini hapo ukipanda hizo ngazi ukishuka hapo unazoziona hapo, hizo ni ukiteremka tu ni bahari ilikuwa ikifika mpaka hapo. Sasa walikuwa wakija na ngarawa zao za vile viboti, wanapanda zao juu kuja kukaa, na akitoka hapa wanakwenda zao moja kwa moja kanisa la Mkunazini. Hiyo ndio historia fupi ambayo mimi naifahamu. Kwa hili jengo ni la zamani sana tangu enzi za David Livingstone.
lakini taarifa zake zote hizi jengo tukilitafuta tutazipata archive. Hili jengo lilikuwa ndo wanakaa wakazi hao Wakristo wa enzi hizo, ndo walikuwa wakikaa humo, lakini baada ya kuwa wao wameshaondoka, hawapo tena katika maeneo haya, ili likawa liko tupu. Sasa enzi hizo mimi nikicheza mpira, sasa nikawa mchezaji wa timu ya klabu ya Vikokotoni Sports Club, ndio tukanunua jengo hili kulifanya klabu, kwa sababu hiyo klabu ya Vikokotoni ilikuwa kule mtaa wa Vikokotoni, ambapo ubavuni mwa Muzamil. Tukawaachilia wao Muzamil ile jengo letu tumeshindwa kulitengeneza, wao wakatupa ile jengo lilokuwa tayari. Lakini siku hizo likaa tunaishi tunafanya mambo yetu yote, mpaka ikaja habari, ikaja CCM wakaja wakawapisha kukaa humo, wakafanya branch. Wakakaa branch miaka mingi sana, ikafanywa ile branch ya CCM. Ikafika time Vikotoni Sports Club tunalitaka wenyewe jengo letu, wakaturudishia jengo letu na wao wakaenda kutafuta mahali pengine. Hiyo ndo nilivyojua na tunalitumia mpaka sasa, lakini sasa ndio tunashindwa. Tumewapa wale jamaa pale kidogo, wanakaa na liendelezwa, wanasomea watu madini. Sisi tunapendekeza kama serikali wataweza kuliweka kama ni icon ya mji huku ng'ambo, kwa sababu hakuna jengo huku ng'ambo ambalo lina miaka kama hii, miaka mingi kama hili. Sasa hivi vijumba vingine vote vimekuja baada ya hili jengo kuwepo. Sasa tunahisi kama hii itakuwa ni icon na itakuwa ni sehemu moja ya kuvutia utalii. Akizungumza baada ya kutembelea eneo hilo, mkuu wa wilaya ya Mjini Dr. Saidi Haji Mrisho amesema atazungumza na mamlaka zinazohusika na utalii ili kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa kulihifadhi jengo hili na kuendeleza maeneo ya kihistoria yatakayochangia kukuza utalii na kulinda urithi wa mji mkongwe wa Zanzibar. Nafika mpaka hapa, ina maana kwa sisi nikasema hapana, hebu tupe ili tupate hizi taarifa, tuende tukalipeleke serikalini, kwa sababu tunajua tuna archives ili waangalie kuhusu hili jengo, yani pale Nyaraka, lakini tuna mamlaka ya mji mkongwe, lakini vile vile tuna eneo letu la masuala mazima ya kitalii, kamisheni ya utalii. Kwa hiyo inaweza kuwa ni chanzo hichi cha mapato ndani ya wilaya ya Mjini, ndani ya shehia ya Mwembe Tanga, lakini na jengo hili lisiachwe likaja likaanguka, kumbe lina historia kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa hasa ni kitu cha Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.